mkuu, Yesu mwenye mamlaka ya ajabu, karibu katikati yetu, karibu katika ibada hii, karibu katikati ya kusanyiko hili Bwana. Mungu tunakupa sifa na utukufu. Nawe Bwana utupatie uzima wa rohoni na mwilini pia Bwana. Neno hili Bwana likapata kushukua ushuhuda katika maisha yetu ya kwamba wewe ni Bwana, ya kwamba wewe ni kimbilio na tegemeo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tumpigie Yesu makofi mengi na vigelegele. Hallelujah, hallelujah. Leo ni Ijumaa Kuu. Nasi tumependa kukusanyika pamoja ili tufanye kumbukizi. Tufanye kumbukizi la kifo cha Mwokozi wetu. Hallelujah, hallelujah. Na ujumbe wetu wa leo unasema damu ya Yesu ni ulinzi safarini. Damu ya Yesu ni ulinzi safarini. Nitasema haya maneno kifupi na tutakwenda kufanya maombezi ili maneno haya yapate kuwa halisi katika maisha yetu. Damu ya Yesu ni ulinzi safarini. Nitarudia mistari ambayo tulisoma jana, manake nitaanzia pale tulipoishia jana. Kutoka sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14. Mwalimu tafadhali utakuwa unatusomea. Kutoka sura ile ya 12 mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 14. Ikiwezekana mtaniongezea sauti kidogo nisitumie. Biblia inasema, naam, Bwana kanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri. Akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwana-kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana-kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana-kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana-kondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana-kondoo. Mstari wa 5. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanadamu na wa wanyama. Mimi nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo,
nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana, mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote, kwa amri ya milele. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema damu ya Yesu ni ulinzi safarini. Sasa utaniuliza, mchungaji, mbona umesoma sasa habari za Agano la Kale, habari za kondoo? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatulinda katika haya, inatufundisha kwamba mambo yaliyowapata Waisraeli yaliwapata kwa jinsi ya mifano, ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunajua kwamba Yesu Kristo ni mwana kondoo wa Mungu ambaye aliandaliwa tangu asili. Manake aliandaliwa milele ili awe sadaka au awe mwana kondoo wa kumkomboa mwanadamu tangu vizazi na vizazi. Bwana asifiwe sana. Sasa haya maandiko ambayo tumeyasoma ni unabii wa mambo ambayo tunayafundisha leo, au ni unabii wa damu ambayo tunaiamini leo na inafanya kazi katika maisha yetu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Jana tulisema wana wa Israeli ili wakombolewe kutoka katika utumwa ilihitajika damu. Jina la Bwana litukuzwe. Wana wa Israeli ili wakombolewe kutoka katika utumwa na waweze kusafiri wafike mahali ambapo Mungu amewakusudia, walihitaji damu ambayo itafanya kazi. Bwana asifiwe sana. Na ndipo wakati Mungu anataka kuwatoa, akazungumza na Musa, akasema kila familia ya Kiebrania itamchinja mwanakondoo mmoja, na huyu mwanakondoo sifa zake ni kwamba awe mwanakondoo mkamilifu. Tunaposema mwanakondoo mkamilifu, ni yule ambaye ana afya nzuri, hana kilema, na hakutakiwa awe na uvimbe wowote kwenye mwili wake. Manake ni yule ambaye yuko mkamilifu. Kwa nini anatakiwa awe mkamilifu? Ni kwa sababu Kristo ni mkamilifu. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Akasema kila familia ya Mwebrania itamchinja mwanakondoo, na ikionekana familia moja ikichinja mwanakondoo haiwezi kummaliza, manake wale wanafamilia ni wachache, walitakiwa watafute familia nyingine ambayo ina watu wachache ili waweze kuungana, ili mradi yule mwanakondoo aishi. Hakutakiwa kuachwa. Amen. Hakutakiwa kuachwa. Na wale watakaomla mwanakondoo walipaswa kumla haraka usiku, maana kesho asubuhi hakutakiwa kubaki. Amen. Kwa hiyo unaweza kuona kile kilichofanyika wakati wa Israeli wanakombolewa utumwani, ndicho kilichofanyika wakati Yesu anateswa msalabani. Amen. 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 Siku ya Ijumaa ambayo Yesu ndio alitakiwa atolewe sadaka, ilitakiwa usiku wa Alhamisi Yesu afanyiwe yote aliyopaswa kufanyiwa. Usiku ule akazungushwa kwa viongozi wa serikali
ili kutafuta kibali maalum cha kuweza kumwangamiza. Na ilipofika asubuhi saa 1, tayari Pilato alikuwa ameshatoa waraka wa hukumu ya Kristo. Haleluya, haleluya. Saa 1 ile karatasi ya hukumu ya Kristo ilikuwa imeshatolewa, na saa 3 kamili Yesu alikuwa tayari ameshainuliwa msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kuzungumza zaidi juu ya damu. Yule mwanakondoo alipokuwa amechinjwa, damu yake iliwekwa kwenye bakuli, na baada ya kuwekwa kwenye bakuli ilipakwa kwenye miimo ya milango na juu ya kizingiti cha mlango. Na Mungu anamwambia Musa, ile damu itakuwa ni ishara. Ishara manake ni alama. Haleluya. Ishara manake ni alama. Na anasema nitakapomtuma malaika wa uharibifu, atakapoiona damu atapita juu ya nyumba ile. Wale walio ndani ya nyumba ambayo kizingiti na miimo ya milango imepakwa damu, atakayekuwa ndani ya nyumba ile hatapatwa na mapigo, bali malaika wa uharibifu atapita juu yake, na watu walio ndani ya nyumba ile watakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema itakuwa ishara. Na walipochinja yule mnyama, walipochinja yule mwanakondoo, safari yote ya wana wa Israeli, amen, safari yote ya wana wa Israeli ilitegemea damu ile. Sasa kama naomba tuangalie katika kitabu cha Hesabu sura ya 2 mstari wa 1 mpaka 31. Hiyo mistari nenda ukaisome yote, ukaisome. Amen. Inaonyesha ni kwa namna gani wana wa Israeli walikuwa wanatembea kwa kuamini damu iliyokuwa imemwagika kabla hawajatoka, lakini pia walikuwa wanatabiri damu ambayo miaka michache ingekwenda kumwagika, damu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika hicho kitabu cha Hesabu, nisome mistari michache hapa, sura ya 2. Hesabu sura ya 2, nianze mstari wa 1. Anasema, Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, wana wa Israeli watapanda kila mtu penye beramu. Beramu ni bendera, si ndio? Wana wa Israeli watapanda kila mtu penye beramu yake mwenyewe na alama za nyumba za baba zao, kuikabili hema ya kukutania, ndiko watakapopanga kwa kuizunguka pande zote. Na hao watakaopanga upande wa mashariki kwa kuelekea mawio ya jua ndio wale wa beramu ya marago ya Yuda. Bwana asifiwe. Ngoja uangalie wana wa Israeli walivyoishi jangwani kwa kutabiri kifo cha Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mungu alipomwamuru Musa ajenge hema ya kukutania, ilipokuwa ikiwekwa, Waisraeli waliishi kwa kuizunguka ile hema. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake mashariki kulikuwa na makabila ambayo yalipaswa kuishi hapo, walijenga hema zao. Huku magharibi kulikuwa na makabila ambayo yaliishi, lakini na huku kaskazini na kusini kuna makabila yaliyoishi. Amen.
kwa maana kwamba maisha ya wana wa Israeli ni picha ya maisha ya kiroho tunayoyaishi sasa. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu viti ni vingi, Baba Meki, naomba viti. Naomba viti. Niletee hata 6. Niletee hata 6. Msaidie. Leta vifike hata 12. Nataka tutengeneze mfano. Tutengeneze mfano wa maisha ya kiroho ya jangwani. Sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba Meki, unaanza kukaa. Unaanza kukaa. Ongeza vingine.